Hujambo na karibu. Nani amekuwa akivuja siri za serikali kwa Rigathi Gachagua? Sote tunajua kuwa Rigathi Gachagua ni mtu anayesema ukweli, lakini haiwezekani kila mara awe sahihi kwa kiwango hicho bila kuwa na mtu anayempa taarifa kutoka ndani ya serikali. Je, huyu mtu ni nani? Ndugu zangu, hebu niwaambie mambo mawili ambayo yanaendelea kwa sasa. Swali kubwa ambalo Wakenya wengi wamekuwa wakiuliza ni hili: nani anayevunjisha taarifa za serikali kwa Rigathi Gachagua? Na kwa nini taarifa hizi alizonazo zinaweza kuwa hatari kwa nafasi ya William Ruto kuchaguliwa tena? Kwanza kabisa tujaribu kubaini ni nani anayeweza kuwa akimpa taarifa hizo Gachagua, kwa sababu haiwezekani mtu huyu apate taarifa sahihi kiasi hiki bila kuwa na mtu wa ndani anayemsaidia. Inawezekana ni baadhi ya maafisa wa serikali ambao hawafurahishwi na utawala wa Ruto. Watu hawa huenda wanaamini kuwa kuna mambo mengi yanayofanyika kwa siri au kwa maslahi binafsi. Pia huwezi kupuuza uwezekano wa kuwepo kwa wafuasi wa Gachagua ndani ya serikali ambao humfikishia taarifa zinazoweza kumsaidia katika harakati zake za kisiasa. Hivyo ndivyo Raila Odinga alivyoendelea kuwa na nguvu kisiasa kwa muda mrefu. Alikuwa na watu wake ndani ya serikali waliokuwa wakimpatia taarifa mbalimbali. Aidha, ni jambo la wazi kwamba eneo la Mlima Kenya ilitoa marais wa Kenya kuanzia mwaka wa 2002 hadi mwaka wa 2022. Kipindi kirefu ambacho kinaweza kuwa kimewawezesha kuwa na watu wa katika taasisi nyingi za serikali. Watu hao wanaweza kuwa bado wanatoa taarifa kutoka ndani, na si rahisi kwa William Ruto kuondoa wote kwa wakati mmoja. Huenda pia kuna migogoro ya ndani serikalini ambapo makundi tofauti yanapambana yenyewe kwa wenyewe. Katika hali kama hiyo, siri huwa ngumu kufichika. Ikiwa Rigathi Gachagua anaendelea kupata taarifa zinazodaiwa kuwa za siri, basi inaweza kumaanisha kwamba Rais Ruto hana utulivu wa kisiasa. Wakati wa uchaguzi wa mwaka 2022 ilisemekana kwamba Raila Odinga na Uhuru Kenyatta walipokuwa wakifanya mikutano yao, baadhi ya mipango yao ilifujishwa kwa Dennis Itumbi, ambaye naye alikuwa akitumiwa kuwasaidia wapinzani wao kupanga mikakati ya kujibu. Hivyo basi inawezekana sasa Gachagua naye ana faida kama hiyo. Kwa mujibu wa maoni haya, jambo hilo linaweza kumwadhiri William Ruto kwa njia zifuatazo: kufichua mipango ya wizi wa kura. Mwandishi anadai kwamba ikiwa kungekuwa na mipango ya kuiba kura, basi Gachagua akiwa na taarifa hizo angeweza kuzifichua mapema na kuwasaidia wapinzani kuzizuia. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa na yanabaki kuwa maoni ya kisiasa. Kuongeza upinzani dhidi ya Ruto. Je, umewahi kujiuliza kwa nini Rigathi Gachagua huonekana kuwa jasiri sana? Anaongea kwa ujasiri mkubwa na hata huonekana kutokuwa na hofu ya vyombo vya usalama. Wengine wanaamini ni kwa sababu ana uhakika wa taarifa anazozitoa. Changamoto yake hata hivyo ni kwamba bado hajapata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa Wakenya wote kutokana na madai ya siasa za kikabila. Pamoja na hayo, anaweza kujenga kampeni kali dhidi ya Ruto kwa kutumia taarifa alizonazo, swali ikiwa ni jinsi atakavyoiendeleza. Katika propaganda za kisiasa si lazima kusema uongo mwingi. Ukweli kidogo unaweza kuaminika na wananchi, unaweza kutosha kujenga hoja yenye nguvu. Kwa mtazamo huu, ikiwa Gachagua ataendelea kupata taarifa kama hizo, basi ifikapo uchaguzi ujao,
anaweza kuwa ameunda mashine kubwa